Tuna ibada ya Ijumaa usiku. Ibada ya Ijumaa usiku na kukaribisha wewe. Ibada ya Ijumaa usiku kuanzia saa 4 mpaka saa 10 usiku, yani mkesha. Kwa hivyo na ile ibada huwa ni ngumu sana. Na ile ibada ni ibada, hapo ndio mapishi yanafanyikia. Ibada ya mapishi. Ibada ya mapishi inafanyika Ijumaa. Hapo ndio mapishi yanafanyika, alafu Jumapili tunafanya kusaviwa. Unanielewa? Ukisikia chakula kizuri sana Jumapili kimeundwa Ijumaa usiku. Kwa hiyo nakukaribisha kwa ajili ya ibada ya mapishi usiku. Walio rohoni wanaelewa kwamba tunakuja kupika nini. Basi usije siku moja usiku na pilipili yako. Kwamba unajua kuna pilipili watu wanapakuliwa. Unakuja kazi ya kuja kuandaa mapishi tupike kitakacholiwa Ijumaa. Jamani, nashangaa kitawekwa kwa friji. Mbona akili siku hakiharibiki hicho? Hakiharibiki cha kiroho. Kwa hiyo Ijumaa kuna mafunguzi ya mambo hapa na ibada nzuri. Na wewe ambao unapenda mambo yafanyike vizuri katika roho, usikosekane kwenye ibada hiyo. Kwa hiyo kuna mkesha mzuri sana. Watu tunakuja, wale wao wanafika wanajua tunakuja kwa kazi. Tunakuja tunaingia katika ulimwengu wa roho, tunaamua vile mambo yatakavyokuwa. Kwa sababu rohoni ndio maamuzi yanafanyikia, hapa kwenye asili ni matokeo tu. Unanielewa jamani? Katika roho ndio yanatengenezewa, alafu in the physical ni matokeo tu. Kwa hiyo kama vile mchawi anapotengeneza mambo yake katika roho ili watu waharibikiwe katika kuonekana, ndivyo na sisi katika ulimwengu wa roho tunatengeneza, tunaweka anga ikae vizuri ili Jumapili kama hii usikie kubarikiwa, usikie kwenda vizuri, watu wapone, watu wainuliwe, watu wahudumiwe na Mungu. Kwa hivyo usikose. Kama umekuwa ukikosa, jitahidi sana. Tuwe na mkesha, ibada nzuri sana. Ni ibada kabisa. Ni ibada kabisa. Tena ya nguvu sana. Sio na haraka. Sio kama sasa hivi unaangalia time. Wakati huo ni masaa 6 mbele za Bwana. Na tunakuwa na kipindi kizuri. Na tunaona Mungu akifanya kazi. Kwa hiyo nakukaribisha sana. Usingoje tangazo lingine. Ijumaa tunakuwa hapa na tutakuwa na kipindi kizuri. Naomba tuendelee na kipindi tulichokuwa nacho asubuhi, ila tugeuze kidogo, lakini kile kile. Tunataka tuangalie msaada wa mauti. Msaada wa mauti. Duniani humu kuna msaada wa uzima na kuna msaada wa mauti. Na bila shaka tunaojua anayehusika na mambo ya mauti ni nani? Ni Shetani. Yeye mwenyewe kazi yake ni hiyo, anaiba, anaua, hiyo ndio mauti, anaharibu. Alafu baada ya yeye mwenyewe kufanya hivyo, anangojea mauti ya pili. Maandiko yanasema siku ile kitabu kitafunguliwa, na kitabu kitafunguliwa na wale wote ambao hawakupatikana kwenye kitabu cha uzima walitupwa kwenye ziwa la moto ambalo ndilo mauti ya pili. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana inaongea habari ya jinsi Shetani mwisho yeye atakapotupwa kwenye jehanamu ambayo ndio mauti ya pili. Sasa katika harakati zake hizi zile za kuiba watu na kuwaua, yeye ana mbinu hiyo ya kuweza kuhakikisha kwamba watu wataingia kwa mauti wengi iwezekanavyo. Katika kitabu cha Mathayo 24 Yesu anaongea kwa ufasaha mambo ya nyakati za mwisho, jinsi atakavyokuwa na jinsi manabii wa uongo watakapokuja kwa jina lake, walimu wa uongo watakapokuja kwa jina lake, na hata makristo wa uongo watakapokuja kwa jina lake. Na wako katika operesheni, wanakuwa mitaani, wanakuwa katika eneo tunaloishi na wanajulikana sana, na wanadai ya kwamba wanatoa msaada, na watu wengi wanawaamini sana, na wanaona pale ndio wamefika. Hata kanisa hawataki kuokoka, hawataki kusikia, kwa sababu wamepata msaidizi mtaani. Lakini msaidizi ule ni wa mauti, kwa sababu mwisho wa safari hiyo hatuendi mbinguni, hatuendi kwa Mungu. Watu hawaendi kwa Mungu, wanaenda mautini, wanaenda katika kupotea, kwa sababu anayehusika na msaada huo sio Mungu, ila ni yule muovu anayeiba. Na wengi wametekwa katika hali hiyo. Tunaweza kuona mfano huo pale tulipoisoma katika Matendo ya Mitume 16.
turudi pale pasa tulikuwa. Kuna sehemu nilisema ya kwamba itahitaji muda wake wa kipekee kuweza kulizungumzia jambo hilo, na muda huu ndio mwafaka basi tulizungumzie Matendo ya Mitume 16, ili tutaendelea mahali tulikuwa tumeachia, Acts chapter 16 verse 16 hadi 18. Nitusome pale tuone inasema nini Biblia kuhusu mwanamke yule. Inasema, ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na Sisi, akapiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Akafanya hivyo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji, wakawachukua kwa makali, wakisema, watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi, tena wanatangaza habari na desturi zisizo halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi. Makutano wote wakaondoka wakawaendea makadhi, wakavua nguo zao, nao wakawafua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakaamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Kwa hiyo watu wako mtaani, watu wakubwa, kundi la watu, yani watu wako kwao. Alafu kuna kijakazi mmoja ambaye yeye huagua. Yeye kwa ufupi hufanya uaguzi, ni mchawi. Mtaani pale ameheshimika sana. Anaagua, anafanya mambo na watu wanapata faida. Siku hizi ndio kunaendelea hivyo. Watu hawamtaki Mungu, wanataka kufaidishwa. Wanataka mtu ambaye ataenda awaambie jinsi biashara zao zitanawiri, wapewe mambo fulani ili wapate kufaidika. Ukisoma pale tumesoma inasema alikuwa akiwapa watu faida nyingi sana. Lakini ukimsikia maneno yake anakaa kama mtu wa Mungu vile. Ni kama anatabiri, ni kama anaongea mambo ya Mungu. Haongei mambo yanayomwonyesha kwamba yeye ni mchawi, lakini anawaambia watu maneno ya kuaminika kabisa. Jamani, hawa ni watumishi wa Mungu, wanawahubiria watu habari za wokovu. Kwa hiyo ukisikia mtu yule, unaona huyu ni mtu wa Mungu, anakaa mhubiri, anaongea vitu vya Mungu, lakini ajenda yake ni nyingine kabisa. Ajenda yake mtaani ni nyingine kabisa. Kazi yake kubwa ni kuwapa watu faida, sio kwa kiungu, lakini hapa duniani. Sasa walimwamini sana. Watu wakiwa na shida walikuwa wanaenda kwake, anawatabiria, anawaambia mambo, anawaagulia. Kwa watu wasioelewa walimwamini ya kwamba huyu ni mtu wa Mungu kabisa na anatuambia mambo ya Mungu. Kwa hivyo hawakuwa na shida, kwa sababu wako pale, anaweza kufungua Biblia, kwa sababu kama anaweza kuongea vile, hata Biblia anatumia. Anaagua, anajifanya mtumishi wa Mungu. Naomba usome kitu kingine, tusome sehemu nyingine ambayo tutaiona katika Acts chapter 8 verse 9. Tuone sehemu nyingine pale kama tutaipata vizuri. Matendo ya Mitume 8. Tuone mtu mwingine wa sampuli hiyo. Matendo ya Mitume 8, tuanzie mstari wa 9. Ili tupate kuelewa watu hawa tunapowaona tuweze kuwatambua. Matendo ya Mitume 8:9. Na mtu mmoja jina lake nani? Simoni. Hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa.
Haya, wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa, wakisema, mtu huyu ni uweza wa nani? Wa Mungu ule mkuu. Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Haya, kwa hiyo yeye kabisa ni mchawi na shughuli anazozifanya ni za kichawi, lakini kwa namna anavyoufanya watu wanaishia kumwita mtumishi wa Mungu. Kwa namna anavyoufanya haufanyi aitwe mchawi, haufanyi aonyeshe kwamba ni mchawi, lakini anaufanya kwa jina la Bwana, but at the back nguvu inayotumika sio ya Mungu, kiasi cha kwamba akishamaliza shughuli zake, comments za watu ni kwamba yule ni mtumishi wa Mungu kabisa. Ndio aitwe mtumishi wa Mungu. Usitarajie kwamba anazunguka na vibuyu akimpiga na kufanyia matambiko. Hapana, ni mtu anayetabiri, ni mtu anayeongea. Katika hicho kitabu cha Matendo ya Mitume pia kimeongea juu ya mtu anaitwa Elima, aliitwa nabii wa uongo. Ni nabii lakini alikuwa mchawi. Kwa hiyo inawezekana mkawa na mtu mtaani anayeheshimika, anayeengewa na wengi, na mkifika pale anaomba kwa jina la Bwana, anafanya mambo yote kwa jina la Bwana, na kabisa mnaona kabisa huyu anatusaidia. Pale tulipotangulia kusema, tunaambia kwamba aliwasaidia watu, aliwapa watu msaada sana. Tunaendelea kusoma ya kwamba pale tuliposoma mstari wa 9, wakamsikiliza wakisema, huyu mtu ni mtu wa Mungu mkuu, ameshangaza kwa ushauri wake. Lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na kwa jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Na yeye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa, akashikamana na Filipo, akashangaa kuziona ishara na miujiza mikubwa iliyotendeka. Kwa hiyo huyu bwana, pamoja na ukubwa wake, pamoja na kujisifia kwake, watu walimwamini kwamba huyu ni uwezo wa Mungu aliye hai. Angalia jinsi watu walivyopumbazika, ukimbilia tu kuita kila kitu ni cha Mungu pasipo uelewa. Angalia kuchanganyikiwa kukubwa huku, mtu mchawi kabisa katika shughuli yake, lakini watu waliopungukiwa akili wanaenda nyumbani wakipiga story wakisema yule ni mtumishi wa Mungu kabisa. Ni maandiko yanazungumza ya kwamba sifa za mtu huyo mtaani humo zilikuwa anatenda kazi kwa uwezo wa Mungu aliye hai. Ni watu wangapi sasa hivi ambao wanatuhudumia kwa jina la Bwana ambao hakika si wa Mungu? Ni makanisa mangapi sasa hivi ambayo yako na watu waitwa wachungaji ambao kwa hakika si wachungaji halisi? Ni watu wangapi ambao wako manyumbani wakiombea watu kwa jina la Bwana, lakini nyuma ya nguvu zao wanajua halisi, wanapoenda kuzitoa sio kwa Mungu, wanaenda kuzitoa kwa shetani, ila wakija pale wanafanya hayo yote kwa jina la Bwana. Huyu mtu ni mchawi, lakini anajulikana kuwa mtumishi wa Mungu. Ndivyo anavyoweza kuwa mtu nyumbani kwake, watu wakisema ni mtumishi, anatusaidia sana. Kweli ametusaidia, ametukwamua katika uchawi, ametufungulia mambo. Sasa hivi ndio injili watu wanataka. Twende kwa mtu atakayetutabiria vile tulivyo, twende kwa mtu atakayetutoa katika shida zetu, atakayetupatia kitu twende tutumie, shida zitutoke, atupatie maji fulani twende tutumie, shida zitoke, atupatie kitu twende tujipake, shida itoke. Hiyo ndio watu wanataka. Na hizo sabuni, hayo mafuta na maji na keki na vyote vikitoka kule kuzimuni, zinakuja pamoja na nguvu za kukusaidia ili uzidi kuamini. Kwa hivyo utakapojiingiza pale ukafanyiwa maombi yale, hata usipopewa kitu, kama mtu yule si wa Mungu, kule kuzimuni inajulikana ya kwamba yuko client pale, yuko client amekuja kwetu, hebu mpatieni msaada. Akipewa msaada anazidi kujishikilia pale na anazidi kushikana na yale madhabahu, hawezi kutoka. Kwa hivyo binti huyu, msichana huyu alikuwa amewashika wengi, alikuwa ameaminika. She had gone so deep kiasi cha kwamba ameshika wazee na heshima zao, wakajua nikitaka biashara nzuri tunaenda kwa huyu msichana na anatufanyia mambo tunakuwa sawa. Anaonyeshwa kabisa mtoto mdogo, lakini anajua mambo kweli.
Kujua mambo na kusema mambo ya mtu sio Mungu. Siku hizi watu unaenda unaambiwa mpaka namba ya simu yako, mtu ni stranger lakini anakuambia wewe na hata namba yako ya simu ni 07274 anakutajia. Unabaki ukisema anaonyeshwa kabisa akaunti yako ina pesa hizi. Jana Sumendo ka deposit wewe 6,500. Sema kama ni uongo, ni kweli kabisa. Ana operate, watu wote watamwendea pasipo kujua. Kisa na maana watu wamepumbazika katika akili zao, kila kitu wanakihusisha na Mungu. Wanajifanya innocent, mambo ya Mungu hayo. Shetani afanye kazi fulani, mambo ya Mungu hayo. Shetani auwe mtu, mambo ya Mungu hayo. Watu wafanyiwe matambiko na vitu vya ajabu ajabu, mambo ya Mungu hayo. Kila kitu mambo ya Mungu. Angalia katika uchawi wake, comment za watu. Hata yeye mwenyewe alijiita tu ni mtu mkubwa, lakini watu walisema hata kabisa ni mtu wa Mungu huyo. Anaofanya ni uwezo wa Mungu huyo. Tuende makini katika enzi hizi. Tuende makini. Wako waombezi ambao sio wa Mungu. Wako waombezi ambao hawatokani na Baba. Na si wasemi mimi, lakini wamesema katika neno la Mungu watakuwepo. Na Yesu akasema hawataomba kwa jina la shetani. Hawatafanya shughuli zao kwa jina la shetani, wataomba kwa jina langu. Hao manabii wa uongo watakavyokuja, na of course mtu yoyote muongo hatoki kwa Mungu, anatoka kwa shetani. Mungu hauhusiani na uongo. Siku moja Mungu akasema, ni nani atakaye mdanganya Ahab? Mungu akazungumza vile, ni nani atakaye mdanganya Ahab? Kwa sababu Mungu na ufalme wake hana mtu muongo hata mmoja. Lakini kuna uongo kwa sababu Ahab amekuwa kaidi, Ahab amekuwa mkorofi, Ahab amekuwa mwasi, anatakiwa adanganywe ili aadhibiwe. Sasa Mungu akaangalia katika ufalme wake akaona sasa huyu mtu anastahili kupotoshwa ili akumbane na hali zake mwenyewe. Akauliza, ni nani atakayemdanganya Ahab? Kama Mungu angekuwa na uwezo wa kudanganya, angetuma roho yake ni danganye, lakini uzuri kwa Mungu uongo haupatikani. Alipouliza vile, Mungu tayari kampuni inayohusika na uongo aje akajitokeza, akasema niko hapa. Pepo ikatokea, akasema niko hapa. Mungu akamuuliza, nitaenda ufanyeje? Akaenda akasema, nitaenda niingie kwa manabii wake kama roho ya uongo. Alafu wataongea uongo kwa Ahab, kumwambia kwamba nenda. Ahab alikuwa aende vitani fulani ili angamizwe kule, mambo yamharibikie kwa sababu amekuwa muasi wa Mungu. Sasa Mungu akataka itokee vile, lakini wa kutekeleza hilo hayupo. Na sign inayohusika na uongo bila haya. Pepo akasema niko hapa, hiyo shughuli ndio yetu, sisi ni waongo, tunadanganya. Utafanyaje? Utaingia katika manabii wao kama roho ya uongo, alafu watamwambia Ahab uongo, wamwambia Ahab kwea, nenda, utashinda. Maanake enzi zile mfalme akitaka kwenda vitani walikuwa wanaamini sana Mungu na walikuwa wanangojea sana Mungu atoe mwelekeo. Hawakuwa wanaenda hivi hivi. Kwa hiyo Ahab yeye amekusudia ndani yake, si lazima nisikie Mungu anavyosema. Lakini Mungu anataka ya kwamba mtu yote atakayechukua hatua yote amconsult Mungu kwanza. Lakini kwa namna Ahabu anavyoenenda, basi yatampata yale ambayo yanastahili kumpata. Kwa hiyo pepo ile ikachomoka, akaambiwa haya nenda. Ikaingia kwa manabii wa uongo. Wakati huo alikuwa wameuliza, je, niende ama nisiende? Kulikuwa na nabii mmoja pale anaitwa Mikaya ambaye alikuwa ni nabii wa Mungu wa kweli. Yeye alikuwa anaisema kama jinsi ilivyo. Akikwambia usiende utaangamia, ni hivyo, ni utulie. Akikwambia nenda utashinda, ni hivyo, utulie. Lakini mfalme alimchukia, akasema huyu apende kumtabiria mambo mazuri. Mikaya yeye ametulia. Manabii wale wa uongo walioingia na ile pepo iliyochukua ile assignment ikawaingia wale. Mfalme akauliza niende, huyu akaitikia nenda, mfalme utashinda. Huyu nenda utashinda. Huyu nenda. Wale wote walioingia na ile roho ya kudanganya ikafikia kwa Mikaya. Mikaya vipi wasemaje? Naye kwa haraka akajibu nenda mfalme utashinda. Lakini mfalme akamwangalia kwa mara pili. Akasema hebu niambie kabisa vile Mungu anasema. Mikaya akasema basi sawa. Hiyo ndio laini yako. Basi nitakwambia kama jinsi ilivyo. Usiende kwa sababu hautarudi.
Mfalme akasema, niliwaambia huyu huwa hawezi tabiria mazuri. Akakaidi na akaenda hivyo. Akaenda hivyo kinguvu, na maswala yatokea kule, akajidisguise, akavaa mavazi, yani akahakisha kwamba hawezi tambulikana kwa urahisi. Lakini alipofika pale, maandiko yanasema pakavutwa mshale mmoja kwa nasibu na ukamwai katika mahali joint, nguo zimeunganishikia za vyuma, na ndio kufa kwake. Ikatimia kama vile Mikaya alivyokuwa amesema. Sasa nilikuwa ninaongea kusema ya kwamba shetani ndio upande wa uongo. Yesu anaposema ya kwamba kutakuwepo na manabii wa uongo, lazima watakuwa wanawakilisha ufalme wa shetani, ni wa upande wa shetani. Kwa hiyo atakapokuja mtu wa aina hiyo akitekeleza mambo yale kwa watu, atakaa kama ni mtu wa kusaidia sana. Pale tumesoma tukasema kwamba huyu binti alisaidia wengi. Ndio maana ninakwambia kwamba msaada wa mauti. Je, wewe unaenda kwa msaada wowote, ama utakisha msaada huu utaniingiza pazuri? Si kila msaada utakusaidia. Waganga pia wanasaidia lakini pasipo uzima wa milele. Na huo msaada hauko kamili, kwa sababu anakutulizia lakini haondoi ugonjwa. Anakutulizia kwa kuongeza nguvu ya zaidi ya hiyo iliyokupata. Kwa hiyo sasa hakuna msaada pale, ndio unaitwa msaada wa mauti. Shetani hujifanya kuwa rafiki ili mwende na yeye katika mauti anayoielekea wewe. Alipotokea nyanya zetu kule Adam na Hawa, alipoongea na Hawa, alimuonyesha kwamba mimi ni rafiki ninayejali, nataka nikusaidie kwenye utumwa huu. Huyu Mungu aliyekuumba hayuko vizuri, anataka upitwe na mazuri, na mimi nataka unisikize nikusaidie. Ukila hii matunda na kuambia ukweli hufi. Anakudanganya huyu. Badala yake ukila utakuwa mzuri kama yeye, utakuwa na akili ya kujua kila kitu kama alivyo. Kwa hiyo ndio kitu Mungu anakunyima, msaada huu. Na akausikiza akasema, hapa kweli afadhali amekuja huyu aliyenisaidia. So tuko katika enzi hizi ambazo watu wanakuja kama manabii wa kweli, watu wanakuja kama malaika wa nuru. Ndio Biblia inasema ya kwamba shetani akija, ketini watoto, mnachelewa sana kukaa, kaeni mtulie, ingieni mtulie. Ya kwamba anakuja kwa hila. Katika Waefeso maandiko amezungumza kwamba tuvaeni silaha ili tuweze kuzipinga hila za mwovu shetani. Kwa hiyo adui huja namna gani? Anakuja kwa hila. Mtu anayekuja kwa hila, jamani, tulieni watoto, hizo vuruta si nzuri. Ketini kabisa, mtulie. Haya, toto, keti unyamazi. Mtu anayekuja kwa hila haji ili utambue, anakuja kiujanja ili usimwelewe. Anavaa vazi la mtu mwingine ili udhani huyo mtu ni mwenye hilo vazi, lakini aliyekuja sio yeye, ni yule aliyezungumziwa na Yesu. Akasema wengine wamevaa mavazi na ngozi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu wakali. Huu ndio unafiki namba 1, ya kwamba kwa juu na ngozi nilionayo na sura ni ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. Kwa hiyo utanihudumia ukijua mimi ni kondoo, utanikaribisha ukijua mimi ni kondoo, lakini asili yangu mimi, tabia zangu na ajenda yangu ni ya mbwa mwitu. Kwa hiyo ukienda kwa yule mtumishi, hutamkuta akiwa mbwa mwitu. Yuko kazini, atavaa vazi la kazi, na vazi la kazi huwa ni la hila, ni vazi la kudanganya. Sauli alipotaka kuingia katika ajenda mbovu ya kwenda kwa mchawi, alijigeuza akavaa mavazi kwa ajili ya shughuli hiyo danganyifu. Maana kila kilicho kizuri hakifichwi, lakini kile kiovu watu wanaenda kigizagiza. Hata wale wezi ambao wanataka kufanya ujambazi, ambao hawataki kujulikana, wanavaa na bakisha macho peke yake, kwa sababu hawataki kuonekana, hawataki kujulikana wewe ni fulani. Mtu ambaye anataka kukudhuru
usimjue ni fulani, anafanya nini? Anajigeuza, anaficha sura yake. Na sasa ile utamuona umtambue wewe ni fulani, unakuwa uko hatarini, kwa sababu wewe atakuangamiza. Ushamtambua, usije ukamsema. Sasa hila za mwovu zinakuwa ni hivyo. Enzi hizi tulizo nazo si zile za wachawi ambao unaona ile nyumba wachawi, wacha tukachome ile nyumba. Si ile ya kwamba utamuona ni mtu anapita na mambo ya ajabu ajabu. Ile mnaambiwa kwamba ukimpata nyanya analia jicho moja, huyo ni mchawi. Uko kwani huko ukionekana na mvizo wao, wewe ni mchawi, unauawa. Utakuwa ndugu katika Yesu mhubiri kabisa, lakini bahati mbaya una mvi, unauawa, wewe ni mchawi. Hizi sio hizi sasa hivi. Watu wanakuja kwa hila. Anakuja kama mtumishi, anapiga kambi kama mtumishi. Amekuja uwanjani kama hivyo anapiga mkutano, lakini ni mchawi. Amekuja na nguvu zake, ana matambiko, ana maagano amekuja nayo. Yuko pale amevaa smart na Biblia mkononi na kila kitu. Ni wa kuzimu, lakini amekuja kwa jina la Bwana. Kwa hiyo ndio ilikuwa namna hii. Huyu kijakazi anaongea maneno yanayomhusu, yanayompasa mtumishi wa Mungu, lakini unaambiwa ni mchawi. Sasa tofauti yake, sikia uone tofauti, kwamba huo muda wote pamoja na watu walimuita yeye ni wa Mungu. Mstari wa 10 unasema, Matendo ya Mitume 8:10, wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa, wakisemaje, mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Kwao waliconclude huyu ni mtumishi wa Mungu. Tunaelewana jamani? Wao waliconclude huyu ni mtumishi wa Mungu, na kwa hivyo tunapoenda kwake tunajua hatuendi kurogwa, tunaenda kuombewa, tunaenda kutabiriwa, tunaenda kubarikiwa. Ni mtumishi wa Mungu, tunaenda na ujasiri wote. Kwa hiyo hakuna mtu angekukanya usende kwa yule mtu ni mchawi. Watu wote wanaenda kwa ujasiri, tunaenda kwa mtumishi wa Bwana. Tunaenda kwa mtumishi wa Mungu. Yeye huwa anatuangalia hivi na anatuzungumzia yule Mungu anamtumia. Ndivyo tabia za watu zilivyo. Sasa injili kamili imeingia, imefika pale. Watu wakaanza kuhubiri. Verse 12 inaweka lakini. Pamoja na watu kumsikiliza hivyo na conclude vile, maandiko yanasema verse 12 lakini. Haleluya. Amen. Lakini walipomwamini Filipo, walipookoka sasa. Lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Hapo awali tulikuwa tumezoea kuna mtumishi wa Mungu, huwa tunaendaga kwake na tukapumbazika vile, tukafikiri sisi huwa pale tunadili na mtumishi wa Bwana. Lakini kumbe kuna injili kamili ambayo inayovua mambo waziwazi, ya kuweka wazi ya kwamba huyu ni jibwa na huyu ni kondoo. Amueni vizuri. Wakasema kumbe huyu si wa Mungu, basi tumfuate Filipo, tumpokee Mungu halisi. Wakapokea Mungu halisi, kama vile ninapozungumza nani kama hivi. Kama ulikuwa unachanganyikiwa, unaendea kwa kila mtu, niko hapa sasa tunazungumza neno la Bwana linatuambia uwe makini. Mtu ambaye anapiga kambi kwake, hana kanisa lolote, haendaji mahali popote, lakini muombezi wa watu, ameshaenda kinyume cha neno la Mungu, na nyinyi nyote mtabaki kusema ni mtumishi wa Mungu. Lakini kagueni injili yake inasema nini. Akihubiri watu waokoke waende uzimani, yeye hudili na shida za watu tu. Za kwamba njoo, ni nini anakusumbua wewe, unasumbuka hivi. Roho Bwana anasema ni fulani, mama yako mchawi muondoe, mama yako hivi, mtoto wako yule ndio anastahili hivi na hivi, tutaomba. Nenda na hii jirani yako ndio anayekusumbua. Sasa Roho wa Mungu yeye hagonganishi watu, analeta msaada. Lakini kule unaambia kwamba ninaona fulani ndio anayekusumbua. Ninaona, lakini tunaomba leo na haya maji wende utumie, na hii mafuta wende utumie, upake kwa nyumba yako. Akikanyaga hapo amekufa. Ndio unashika hapo, nasema basi nimepata mtumishi mkali kweli, anaonyesha, anaombaga kweli yule mtu. Hizo ndio sifa. Yule mama huwa anaomba kweli, yule mzee huwa anaomba kweli na anaonyeshwa kweli. Sio wote wanaoonyeshwa na baba. Hata kule anaonyeshanaga. Huyu binti alikuwa anaagua, anaambia watu mama. Kwani alijuaje Petro? Alijuaje Paul na wenzake ni watu wa Mungu? Ya uaguzi inaonyesha, inatoa picha kamili. Sasa onyeshwa, lakini mwisho wa siku unapokwenda, siku kule tunapostahili kwenda. Kwa hiyo kuna msaada wa mauti ambao watu wanaishi kwenda pale, kanisa hawataki. Watu wanaishi kutabiriwa, watu wanaishi kuambiwa maneno, na hawataambiwa jinsi ya kumjua Kristo, bali wataambiwa jinsi ya kutatua shida zao.
na kiasi kile utakachotoa ili usaidike. Sasa mpaka makanisa yako, mtu na kanisa lake kubwa, hautamsikia akisema injili ya kuokoka. Yeye ni jinsi utakavyotoa ufunguke. Sijui kama wanaokokaga lini wale, lakini ajenda yao kubwa ni kwamba toa hiki ufunguliwe, toa hiki ufunguliwe. Kafunge siku kadhaa ufunguliwe. Umeokoka hujaokoka, hakuna anayeuliza. Unaambia kwamba kadri ya shida yako na uzito wa shida yako ndio sadaka yako inazidi kwenda, iwe kubwa kulingana na tatizo lako. Mnapangiwa vifaa pale. Hilo ni kanisa kabisa. Mnapangiwa vifaa pale ili kwamba uchukue kulingana na tatizo lako. Wataka funguo, una maskini unakusumbua, mama kuna funguo hapa. Kuna funguo hapa, hii ni 1000. Ukiipata unaenda nayo nyumbani kwako, unasimama na unafungua. Alafu utajiri unakutoka, unakuwa umefungulia utajiri. Hiyo injili haiko. Hauambii mpokee Yesu, hauambii kwamba utafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mengine utazidishiwa. Wao wanashughulika na mambo ya kuzidishiwa. Na heri angekuzidishia kutoka kwa Mungu. Anakuzidishia kutoka kule kwingine ambako hakutanisaidia. Anakuletea msaada potofu, msaada wa mauti. Hapo ndio watu wanataka. Waliokoka na wasiokoka watakusanyika hapo, maana hawaulizi kuokoka, hawaulizi wao wa Kristo, hawaulizi waje kanisani, wanaambiwa njoo. Kwa hiyo wakifika pale na yule mtu anajaa watu kweli, ataitwa pastor mtu huyo. Lakini ukifuatilia habari zake unashinda ni pastor wa aina gani? Kuna wakati mwingine yule alikuwa na hali zake ambazo zimetikisa Kenya nzima. Mapasta tulikuwa katika shida. Kwa sababu unatokea hivi, tayari ukifika wanasema nyinyi mapasta nyinyi. Yaani nyinyi mapasta nyinyi mnafanya mpaka watu wanakufa. Na mimi nilikuwa naambia yule si pastor. Yule si pastor. Injili tunayohubiri haihubiri hivyo. Hakuna injili inaleta watu kufa. Sasa unaona ya kwamba kwa sababu ameitwa jina pastor, mapasta wote wanawekwa ndani. Na hapa tumeona katika kitabu cha Matendo ya Mitume ya kwamba watu wote wakasemezana, wakamsikiliza, wakasema huyu ni uweza wa Mungu tena aliye juu. Yaani walimpa ngazi moja ya juu sana. Kwa hiyo ungemgusa pale ingekuwa matatizo. Angalia jinsi ambavyo ilitokea kama tulivyosoma. Wakati pale turudi katika chapter 16 tuone pale matokeo ya injili kamili vile inakuwa na purukushani zile zilitokea. Katika Matendo ya Mitume hiyo 16 hapo. Verse 19 tuanze. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limepotea. Ilipotea kwa sababu gani? Huyu kijakazi, ikawa tulipokuwa verse 16, ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale kwa kusali, kijakazi mmoja alikuwa na pepo wa uaguzi, akatukuta. Aliwapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Watu wanataka faida siku hizi. Watu wanataka faida. Nataka ushike tu hapo. Akiwapatia watu faida kiasi gani? Nyingi. Nikiwa hapa mhubiri ambaye ninahakikisha watu wanapata faida, hii kanisa nitaongezea, itakuwa ndogo hapa, itoshi. Wapate faida, yaani wakija tu ni faida vya ulimwenguni. Hiyo ndio watu wanataka. Na biashara yangu inaanguka, nifanyeje? Ana connect na Mungu wa dunia hii, unafaidika. Nasema hapo unaunganishwa na sadaka. Yeye si wa Mungu. Amefanya matandiko pale. Amekuja na hudumu kwa nguvu za giza. Unapoitoa sadaka yako ile unajiunganisha. Ukijiunganisha ripoti inaenda kuzimuni. Ashajiunganisha supply. Ukisupplywa hautoki. Unakaa pale. Unapata faida nyingi. Huyo alikuwa mchawi mwaguzi na atuambiwa kwamba akaatia watu hasara nyingi. Inasema aliwapa watu faida nyingi. Kama ni kuwaendeleza, kama ni kuwafanyia nini, aliwaendeleza. Ni watu wangapi sasa hivi wana makampuni makubwa, sio kwa sababu ya Mungu, lakini kwa sababu ya nguvu za giza na mikataba walioingia na ulimwengu wa giza wakapewa. Na tumeongea mara nyingi ya kwamba shetani haanzi na watu sasa hivi. Alianza na Yesu alipomwambia hivi vyote ukinisujudia nitakupa. So kama Yesu angesujudu, hiyo ndio ilikuwa ajenda ya shetani. Sasa hata sasa hivi hiyo ndio injili iko na adui, shetani.
ukinisujudia, ukikubali kuniabudu, ukikubali mambo yangu, hivi vyote utapata. Ni dunia tu. Ameitwa Mungu wa dunia hii, anakupa msaada wa dunia hii. Mtu amejisajili kabisa, yuko tayari kuingia hasara ya kila aina, hataki habari za Mungu. Mwingine alikuwa ameingia huko, na wakati ambapo mambo yameharibika kule, ameanza kuitisha dhabihu ambazo ziko ghali sana, ikamuuma. Ameambiwa atoe mtu anayempenda sana, na akatajwa kabisa mtu wa kumtoa, ikawa ngumu. Akaambiwa ni umtoe ama wewe uende. Ikamtia hofu, akaanza kukimbia kwa wachungaji. Wachungaji wakamwambia, sasa iko hivi, umekuja mahali pa sawa, sarenda kila kitu cha shetani, uponye nafsi yako. Akaangalia utajiri alionao, akasema nianze kutembea leo, mimi nimeuzia magari mazito haya na nini. Vikamshinda kuamua. Ikawa hii mali kuiachilia ni ngumu, na ndio hivyo akachukuliwa. Ikamwingia hasara, kwa sababu alikuwa ashaongezewa, alikuwa ashapewa faida nyingi za dunia hii. Lakini mwenye kukupa faida hizi za dunia hii hakuambia kwamba baada ya maisha haya inakupasa kuingia katika uzima wa milele. Ndivyo shetani alivyo namna hiyo, na watu wengi wametekwa. Utakuta watu hawana haja na Mungu kabisa, lakini wako kanisani. Kanisa lao limejaa tele, muulize habari za wokovu hana. Yaani unasikia mtu huenda katika kanisa fulani maarufu kabisa la wokovu, lakini mtaifa kabisa kabisa kabisa. Lakini akikwambia nako shiriki, unashangaa yule apostoli ndio mchungaji wangu, ndio kanisa langu lile, lakini njia zake ni za giza kabisa. Na unashangaa hili kanisa la wokovu wa unaenda na njia zake ni hizi, wewe ni wa aina gani? Ni kwa sababu nguvu inayochemka pale haiongei lugha ya kwenda mbinguni. Ni about kubarikiwa, mwende mpokee magari, mwende mpate nini, mwende mpate vitu. Sasa vitu, yuko mwenye anahusika na kupeana vitu. Tunaambiwa kijakazi aliwapa watu faida nyingi. Sasa baada hiyo, kama anawapa watu faida nyingi, tuone pale aliowapa bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Kama watu wanapata faida, si ni vizuri? Kwani Mungu anashinda watu wakipata faida? Ni vizuri watu wakipata faida. Akamfuata Paulo na sisi kupiga kelele, watumishi hao, watu hao ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuhubiria njia ya wokovu. Alafu alifanya hizo siku nyingi. Kitu gani alifanya siku nyingi? Kila wakati katika ajenda zake alikuwa hana shida na watu wa Mungu, alikuwa anajifunika na hiyo. Katika kuagua kwake, katika uchawi wake, alikuwa anajifunika na hiyo. Ana support kanisa, ama analiunga mkono, anasema kanisa halina shida, haina shida. Na unapata mchawi ambaye hata kuomba, yani kutaja jina la Bwana haoni shida, kwa sababu ndio utazidi kumwamini zaidi. Ushawahi kupata kwenye viongozi ambao wa dini fulani, yani ukienda kwenye nyumba yao ya kuabudia ndio wako mbele pale kabisa, lakini mtaani ni mchawi, na watu wote wanamwamini kabisa, na mambo ya dini yeye ndo anatekeleza pale, lakini mtaani ni mchawi. Watu wanampa heshima yote. Sasa kwa sababu ya faida nyingi. Sasa hapa Petro ama Paul na wenzake wameshaambiwa akafanya hivyo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika. Paul akasikitika kwa sababu anajua hapa kuna ujanja mkubwa unafanyika hapa, na watu wamepumbazika, na watu wamemwamini huyu msichana wakifikiri wanafaidika hapa. Ikamuuma Paulo, akasikitika. Mtu wa Mungu, kuna vitu ambavyo vinakuuma unapoona mtu ana mali ya duniani lakini anaangamia. Nisikia kijana mmoja ambaye alikuwa anajisifia kabisa kwamba Mungu anamsaidia. Yeye alikuwa mhudumu wa mambo ya Mungu kabisa, lakini akaja akaacha, sasa hivi anahudumia ulimwengu, na katika kuendelea kwake anajisifia jinsi ambavyo amefaulu na anasema ni Mungu. Lakini mhubiri mmoja akawa anaumia sana, akamkemea sana, akamwambia kwamba shetani ndio amekufanya hivi kwa sababu umeenda kwake na wewe unajisifia Mungu. Laiti ungelijua ukarudi kwa Mungu haraka. Maana kupewa vitu, hata shetani anapenda vitu vingi sana. Anapenda vitu vingi. Kwa hiyo watu wanakumbazika katika dunia hii, wakienda na kukusanyika pale kwa sababu ya msaada. Injili kamili. Hali hiyo ikamsikitisha Paulo. Na badala ya kumpongeza na kumwambia binti,
endelea na kazi hiyo nzuri, unasaidia watu, unawasaidia. Badala yake alikemea pepo imtoke. Ni vizuri sana mtu fulani ambaye anaomba kwa pepo nyumbani mwake, pepo zitolewe kwake. Wewe ambao unamjua Mungu, unatokea pale, yeye ndiye anaombeaga watu, na unajua hii ni pepo ya wauguzi inayofanya kazi, ijapokuwa kuruhusiwa pale huwa ni sio rahisi. Ukiwa mtu wa kweli uruhusiwi. Kuna mtu mmoja aliambiwa katika hali ya kula miwa yake. Unajua wale pia wana desturi ya kula miwa wakati wanapoita roho zao. Sasa yuko pale anaita miwa yake pale, alafu ghafla pakaingia mwokovu halisi. Alipoingia tu pale tayari akaanza kusema hapana, kuna adui ameingia. Kuna roho ya upinzani imeingia. Na aliyeingia ni mwokovu. They know. Sasa anajua hapa huenda ile pepo ndio inaongea ndani. Hapa ameingia adui. Ameingia adui. Yaani wewe ndugu umeokoka, umesema hapa nasikia kuna mama anaombea watu, hapa kuna mzee anaombea watu. Hebu niende nione, kwa sababu anaombea watu kwa jina la nani? La Bwana. Tokea pale. Ukiwa umejaa Roho Mtakatifu, kanyaga tu mpatane macho hivi. Tayari masumbufu yanaanza, kwa sababu ile roho iliyo ndani sio ya Mungu. Na pale hakutakuwa na amani, kutakuwa na mvurugo. Pale ndio shika kazi kabisa. Mfesi kabisa mtu huyo, kama vile Paulo alifanya. Unaambiwa wewe hautadanganya watu siku zote. Wewe pepo mtoke. Ile pepo ikitoka, mama ndo anajiuliza niko wapi hapa? Kwa sababu all along hajakuwa ni yeye. Watu wanapata msaada halisi. Sasa watu waache kufumbazwa kupata msaada wa aibu, kupata msaada wa mauti, wamgeukie Mungu wa kweli. Jamani, huu ndio ulimwengu tunaishi sasa hivi. Huu ndio ulimwengu tunaishi sasa hivi. Ukikuwa na kanisa ambalo ni la kutatua mahitaji ya watu, basi wewe umefika. Haijalishi unatumia uwezo gani, bora matatizo yao ya sound kutatulika. Kama utawatuliza basi wako sawa. Kama utapunga pepo zinapungwa, wanatulia, lakini mnaishi nazo humo. Hawaulizi uokokeni, hawaambii kuna uzima wa milele, hawaambii Mungu hii na hii hataki. Unasumbuliwa na nini? Njoo nitakukomboa. Unasumbuliwa na nini? Tuma sadaka yako. Ikidunda kwenye akaunti yangu hii, tayari muujiza wako inafunguka. Mama, unadai madeni yako ulipu, tuma tu. Ikianguka kwenye hiyo akaunti, tayari hizo pesa zote unazodai yataingia kwenye akaunti yako moja kwa moja. Ndugu yangu, ulikuwa unafanya kwenye kampuni fulani, umenyanyaswa, hujawalipa mambo yako yote, basi mama, huu ni wakati wako, mzee wangu, huu ni wakati wako. Tuma tu. Ikidunda kwenye akaunti, wanachanganyikiwa huku, mabosi wako wa zamani wanaziachilia zote. Unaenda kwa kijana wako, na niambiwa nitoe 40,000 tu, na nikitoa 40,000 ninadai 1,000,000 kwa kampuni. Nitoe, nipe kijana wangu, nipe 40 nitoe tu, halafu sikio 1,000,000 ikija na kurudishia mwanangu. Baba kweli, amekuja na mimi pale mtaani ameniambia, kumbe nimekuwa nikisumbuka bure mzee wangu. Kumbe nimekuwa nikisumbuka bure. Nina 4,000,000 zangu kule na 6,000,000 ambazo kampuni imeshikilia za kwangu. Lakini amekuja nabii akaniambia nitoe tu hizi. Nikitoa tu na sina, nikitoa tu zikiingia tu pale zikilandi, basi tayari mambo yanakuwa sawa. Wewe tuma ile 50,000 nitakurudishia, maana 4,000,000 zinafunguliwa sasa hivi. Watu wanataka wapate faida, watu wanataka kufunguliwa. Mnabii huyu hasemi okoka wende mbinguni, anakuambia nikufungulie pesa zako zilizokwama, na anazijua kwa sababu ya roho ya uaguzi. Ndugu, ulikuwa unafanya na Kenya Power, na mimi nimetoka Tanzania, nimejuaje? Roho ananifunulia, na wameshikilia milioni zako 4. Toa sasa hivi 40,000, tayari utaona kwa akaunti yako. Na kama utaki kafie mbali, tayari unafanya haraka unatishiwa, zinakwenda. Unangojea akaunti, kila ukinini ile 037 uliacha. Kila ukiingia kwa akaunti una check balance, unaambiwa 0.0037 ndio ziko hapo. Kila saa unacheki, lakini hakuna mtu, kwa sababu hakuna kitu unapata, kwa sababu watu hawahubiriwi Mungu, wanahubiriwa juu ya vile watakapotatuliwa. Inasema hapa aliwapa watu faida nyingi. Kama aliwapa watu faida nyingi, mbona Paulo akawa na shida na yeye? Haleluya. Kama alikuwa analeta faida mtaani, kama analeta faida nchini Kenya, kama analeta msaada kwa wateule wa Bwana, Paulo ana shida gani na wao? Mbona anatoa pepo inayotusaidia jamani?
Unaelewa? Sasa Paulo anasema anasikitika. Leo anasema Paulo ana wivu. Anataka tusisaidike. Akageuka akamwambia yule pepo, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo mtoke huyu. Akamtoka. Sasa sikiza verse 19. Bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limepotea kwa sababu ya mtu kuokoka, kwa sababu ya pepo kutoka. Yaani pepo imeondolewa na watu wanainuka juu. Wakamkamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya watu wa mji, wakawachukua kwa makadhi. Wakasema watu hao wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi. Watu wanachafua mji na wameleta nuru. Nyinyi mmekuwa mkidanganya, mkipumbaza. Hapa wameleta nuru, nyinyi mnasema wanachafua mji kwa sababu ya pepo kumtoka mtu. Mko radhi muishi na pepo katikati yenu, lakini muzidi kupata faida za mauti. Watu wako tayari waishi na mchawi wakimwendea, lakini wapate faida za mauti. Kuhusu kuokoka hawataki, kuhusu mlango mwembamba hawataki. Kwa hiyo ndugu zetu Paulo na wenzake wakashikwa. Kisa na maana hawajaua mtu, wametoa pepo. Angalia yule bwana mmoja katika kisa kile cha makaburini pale. Bwana amekuwa amefungwa na nyororo, anazikata kwa sababu ya mapepo. Yesu ametokea tu akazitoa, zikawaingia nguruwe. Jamaa akawa huru. Watu pale wakasema, toka kwetu wewe. Nitoke kwenu na mimi nimwokolee mwendazimu huyo, amekuwa akiwasumbua hapa. Mtu amerudi kwake, nitoke. Bwana mmoja amekuta kwenye mlango mzuri pale, mlemavu miaka yote. Kwa jina la Yesu, inuka wende. Akainuka, watu wanamuinukia tayari na maswali juu. Huyu mtu aliyekuomba ni mtu safi kweli? Na mtu mmoja kipofu akasema, Bwana, kama ni msafi au si msafi sijui. Ninachojua mimi nilikuwa kipofu, and now I can see. Kwa hiyo sasa mtu analeta ukombozi, lakini kwa sababu zipo pande mbili tunaishi nazo. Kagua huyu mtu, mpime na neno la Mungu, mpime na mapenzi ya Mungu. Unaona wanainukia Paulo na wenzake wanaohubiri injili mpaka wanawafunga. Sasa sio nakwambia kwamba ukienda kwa watu waombao kwa jina la Bwana na si wa Mungu, ukiingia pale, wewe ambao umeokoka umejaza na Roho Mtakatifu, kita mizizi pale. Nasema Yesu, ule pale unaombea watu kwa jina la Mungu, sasa ni nini? Hebu niangalie machoni wewe kweli. Angalia macho yangu moja kwa moja, kama tutaangaliana uone vile atapapatika, kwa sababu anajua hapa kimeumana, tumefumaniwa red handed. Tunatumia jina la wenyewe kimakosa. Wenyewe wamekuja. Haleluya. Amen. Mwenyewe amekuja, mtumishi halisi amekuja, mwegushi ameshikwa, mwenye mali bandia ameshikwa. Hii mali yako mbona ina chapa hii? Mbona haifanani? Unakimbia nini kama hii mali ni halisi? Unakimbia nini kama hiyo huduma unafanya hapa ni halisi? Shida ni nini? Mbona mazingira yamekubadilikia? Mbona sasa hivi na kanyaga hii ground na tayari mashetani ulionayo yanasumbuka, yanatatizika. Wanakuaga na balaa sana. Sema kuna roho ya kinyume imekuja. Kuna roho ya kinyume. Kuna roho ya kinyume imekuja. Na huko hapo wewe ulikuwa kwa ibada jana, lakini mande yake uko hapo umekaa umetulia. Huko hapo sasa unangojea kizaazaa kiishe ili aendelee, wewe uitwe next. Na wewe pia ukabandika mkono ukachukua vitu vyako. Ghafla alikuwa anaomba, ameingia pastor pale. Koja ni kwanza. Kuna wapi na wewe umetulia hapo kabisa. Na wewe unajiunga naye katika jina la Yesu. Choma. Yaani kisema choma, mnasema choma. Choma ndio mnachoma. Unachoma. Na wewe usichokijua ni kwamba wakienda kule kwenye nguvu za giza wanaambiwa, unataka kuhubiri kiuongo, sawa sawa, chagua neno moja ambalo utakuwa unalitumia kwa ibada yako, linalofanana na mahali za pale. Hata utakapokuwa unalitaja na wao wanalirudia, wanafikiri ni hali ya kawaida, lakini kumbe ndio unaitana kutoka kuzimu. Reinforcement. So wakati wa operation chagua neno moja. Ukiona katika kusanyiko fulani la kanisa kuna neno fulani hurudiwa sana hivi ovyo, wakati mwingine ni matamshi fulani na maagano. Sasa unasikia kwamba mtu amsema kitu mtakachokuwa ninatumia ni choma. Sawa. Sasa yuko pale. So hali zikizuka vile na anataka reinforcement kutoka kule, anaanza kwa jina la Yesu choma. Na imetikia choma.
Sasa wakisikia choma kule, tayari reinforcement inakuja, na badala ya kupokea nguvu za Mungu, mmeitana nguvu za giza kwa jina choma. So wana operate namna hiyo, wanatumia maneno ya kawaida. Wewe unaweza anything tu ambayo inakaa kiungu ambao huwezi ishi. Sasa unafikiri kuna choma adui, kumbe tunaitana. Sasa ndivyo walivyo. Kanisa hawaendi, kanisa hawana, lakini hata wakitengeneza kanisa lao ni la aina yao, ni la aina yake. Na utapata watu hapo kwenye vitabia vya ajabu ajabu, kwa sababu si wa Mungu. Sasa ukiingia pale mtakatizana, na natamaniji nikutane na mtu wa aina hiyo ili tufesiane vizuri. Tufesiane vizuri, kwa sababu sasa kwa nini watu wadanganywe namna hiyo? Lakini ni vile watu wanapenda wenye kwa hiari yao kuwafuata wao, maana Biblia inasema kwamba nuru ilipokuja watu walipenda giza kuliko nuru. Ila sisi tulio katika nyumba ya Bwana tunahamasishana, tunawekana sawa. Kama kuna mtu anapenda tabia hizo, nusuru maisha yako. Msaada utapata, lakini wa mauti. Msaada utapata na pepo zako zinazokusumbua utatuliziwa. Si utaki zitoke, unataka zitulizwe, zipungwe. Una pepo namba 12, unapewa 15 na mbana yule 12, alafu narudi salama. Unasema niko sawa, kumbe umerudi na mzigo mwingine. Huo mzigo umefanya kuahirisha, itakuja kukusumbua huo muda mwingine. Ripoti imeenda pale. Huyo pale kwani uliweka namba 8. Sasa pale kidogo analalamika, hebu tuma wewe namba 13, alafu anapiga pale. Akituzuia ile shida nyamaza, sema yule ni mtu wa Mungu kabisa. Aliponitazama hivi, akanirushia mate hivi, nilisikia kama stima. Na ile shida ikapotea. Kuokoka hutaki. Kuokoka nini bwana? Siku hizi ni pale roho yangu inapenda. Na mtumishi ambaye ananiombea na niko sawa. Hutaki Yesu kuokoka. Kuokoka vipi bwana? Kuokoka vipi bwana? Ni roho ya mtu. Mimi niko sawa. Nikiwa na shida yako na mali watu naenda. Ni shida gani? Kuna chupa wangu hapa. Huyu chupa usichezee. Hii mafuta ni makali. Haya yalitoka Israeli. Haya maji ya kwamba si maji ya kawaida. Yamechota kwa mto Jordan na yameombea kutoka Israeli. Na ilinigharimu kusafiri mpaka Eldoret kwa sababu ya utumishi. Watu wamenisumbua sana hapa, na hii chupa nikadogo sikaoni hivi. Nika spray kidogo tu utasikia. Jamani usiokoke. Niokoke nini bwana sasa hivi, lazima utumie akili bwana. Lazima utumie akili. Sasa hayaanzi leo, tumeona hapo watu walipewa faida nyingi. Lakini waliopeana faida walikemewa na Yesu, walikemewa na Paul, na pepo zikawatoka. Usiende kwa mtu ambaye anastahili kutolewa pepo. Wewe unaenda kwa mtu ambaye akionekana na wahubiri anatolewa pepo. Sasa watu walikuwa wamemwamini mjakazi, anakutana na Paul anamtoa pepo na amekuwa akisaidia watu. Mtu anayesaidia ndio anatolewa pepo. Alafu tena mnainuka, haki yetu, mtu wetu ametolewa pepo. Hakuna hiyo. Watu wamekuja karibu, haki yetu, na mabango juu. Kama ingekuwa sasa hivi wangeandamana na mabango juu. Wanamlilia fulani arudishie mtu pepo yake anakusaidia. Sasa si nikumalizie na hii ambayo jamaa mmoja alikuwa anapenda kula sana kupitia kwa kiwete. Sasa kiwete alikuwa anaenda pale na watu wanatoa pesa. Yule ulikuwa ni mtaji wa mtu. Ni kitega uchumi cha mtu. Yaani wewe kuzaliwa kilema kwetu sisi bwana tunafaidi. Kwanza ukiona gari kulipisha ushuru. Yaani ukiona mambo mazuri, kuna misaada inakuja. Kwanza kuna misaada inakuja ya personal with disabilities. Kuna maushuru mengine wewe tena tukiweka pale watu wanakuhudumia, wanachangiwa, mwisho siku tunakwenda kuhesabu. Akawapa faida nyingi. Sasa yuko pale akakutwa kama vile Petro na Yohana walivyomkuta pale akitarajia kitu. Akasema jina nini? Silver and gold we don't have, but what we have we give unto you. Kwa jina la Yesu nyanyuka uende. Bwana, watu wakatembea Sasa bwana, hii ndio kazi yetu, tushamwamsha, tutakulia wapi? Anatembea sasa, tutaleta nani hapa? Basi hivi muziki, kazi imeisha. Mwanangu yuko kwa hivi ilikuwa inatusaidia. Kuna watu wanafaidia kufungwa kwa watu. Watu wanafaidi
unapokuwa kwenye kifungo, lakini mwokovu halisi anahubiri kufunguliwa. Ndio maana Yesu akasema Roho wa Bwana yu juu yangu, iliyoandikwa katika kitabu cha Isaya. Roho wa Bwana yu juu yangu, kuwafungua waliosetwa, kuwaweka huru waliofungwa. Huu ndio mpango wa Mungu. Lakini mtu ambaye anafaidi kwa sababu ya shida yako, hiyo si wa kwetu. Manabii wa uongo wanafaidi kutokana na shida yako. Hawatakuonyesha njia ya kujuana na Mungu upate ukombozi. Watakuonyesha yeye ndio msaada ili uendelee kuja kwake. Tulijue hilo na tuepuke hiyo, ili tukae na Mungu tuone uzima wa milele. Tusimame jamani. Asante Bwana, tunakushukuru.